Hii ni Sky Media, chaguo la wengi, sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote za kimichezo zaidi. Bwana mwanamichezo, ni kualike kwa pamoja tutazame taarifa na mengi ambayo unastahili kuyapata tukiwa katika upande wa dirisha dogo la usajili. Wazungu wanasema we are in the transfer window, kwamba tupo kwenye dirisha la usajili, lakini awamu hii ni dirisha dogo, dirisha ambalo timu wanalitumia kufanya maboresho kwenye kikosi chao. Moja ya timu ambayo inatumia fursa ya dirisha dogo kufanya maboresho makubwa kwenye kikosi chao ni Simba Sports Club. Ni wakati ambao kiukweli Simba wameuanza msimu vibaya kwenye michuano yote wanayoshiriki, iwe michuano ya ndani, iwe michuano ya kimataifa. Simba imekuwa ni timu ya kugawa utamu katika nafasi hiyo. Sasa upande wa Simba Sports Club, mwanamichezo, ninavyozungumza nao tayari wamekamilisha idadi ya wachezaji watatu, wakiwemo nyota wawili wa kigeni na mchezaji mmoja ambaye ni mchezaji mzawa, kwa maana ya kwamba Nixon Kibabage ndiye mchezaji mzawa ambaye mpaka sasa katambulishwa na Simba, lakini wachezaji wawili wa kigeni ni Ribase Guye winga ambaye tayari katambulishwa na huyu ni raia wa Senegal, pamoja na Ismail Olivier Toure kutokea katika taifa la Cote d'Ivoire au Ivory Coast, naye ni moja ya nyota ambao tayari usajili wake umekamilika na ameweza kutambulishwa na Simba kama beki wakati, na huyu ni raia wa huko Ivory Coast katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Sasa Simba baada ya kukamilisha usajili wa wachezaji watatu ambao tayari imewasajili na kuwatambulisha, bado wapo wachezaji wengine ambao Simba imekamilisha usajili wao na tunasubiri kuweza kutambulishwa soon as possible, yani mapema kabisa. Simba inakwenda kuwatambulisha nyota hawa, ikiwa ni wakati ambao wanaendana na kasi ya muda, kwa sababu muda sio rafiki upande wao. Kesho ya Simba wataianza safari kutoka nchini Tanzania kuelekea nchini Tunisia kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis, moja ya mchezo ambao pia unataraji kuteka hisia za watu wengi, moja ya mchezo ambao pia tunakwenda kutazama ufanisi na ushindani mkubwa ukiwa unaonekana katika nafasi hiyo. So kikosi cha wekundu wa Simba kwenye maboresho na uimara mkubwa ambao wamekuwa nao, wana matumaini makubwa ya kwamba kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao wanahitajika kuongezeka ili kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika top performance ya hali ya juu. Binafsi nitaomba nikubirishe kwenye listi ya wachezaji ambao tayari wamesajiliwa na Simba lakini bado hawajaweza kutambulishwa. Automatically wamebakia nyota wanne baada ya Krotos Choda Chama pia naye kufikia sehemu ya makubaliano kati ya yeye pamoja na Simba. So ukimjumuisha Chama wanafika wachezaji wanne ambao tayari usajili wao umekamilika na moja kwa moja tunasubiri utambulisho wao. Kwenye nyota hao wanne, wa kwanza ni Krotos Choda Chama ambaye usajili wake umekamilika na mwamba amepewa mkataba wa mwaka mmoja, muda mchache uliotamatika, na kilichobakia ni upande wake yeye kuweza kutambulishwa. Then tutazame kile ambacho tutakuja kuongeza upande wa kikosi cha wekundu wa Simba. So Chama ni msaji wa kwanza, usajili wake umekamilika, bado hajatambulishwa. Lakini mchezaji wa pili ni mwamba anaitwa Mahamudu Tanja Kasari. Huyu ni golikipa kutokea kunako kikosi cha timu ya taifa ya Niger ambaye amekuwa akifanya vizuri, na mara ya mwisho tulimtazama akiwa kwenye michuano ya CHAN iliyofanyika mwaka jana, na ni moja ya wachezaji ambao walionyesha ukomavu mkubwa. Simba wamemsajili golikipa huyu ili kuchukua nafasi ya Steven Dese, na by today ni moja ya wachezaji ambao wanakwenda kutambulishwa ili moja kwa moja pia naye kuendana na kasi ya muda upande wa Simba, wakati ambao kikosi kinaelekea nchini Tunisia kesho, ili kwa moja ya wachezaji ambao watakuwa usajili wake umekamilika na utambulisho kuwa wazi, ili moja kwa moja wakamtumia katika mechi yao dhidi ya Esperance de Tunis. Lakini mchezaji wa tatu ni Baraka Mwangosi. Baraka Mwangosi huyu pia ni moja ya nyota ambao usajili wake umekamilika kwa sasa ndani ya Simba, na moja ya wachezaji ambao wanakuja kuongeza kido cha ziada kuhakikisha kwamba timu inakuja kufanya vizuri. So Baraka Mwangosi ndiye mchezaji wa tatu ambaye huyu usajili wake umekamilika, bado hajatambulishwa. Baraka Mwangosi ni mchezaji mzawa ambaye Simba wamekamilisha usajili wake, na moja ya nyota ambao tunakwenda kutazama akiongeza nguvu na uwezo mkubwa katika upande wa kikosi hicho. Then mchezaji wa mwisho ambaye usajili wake kwa sasa umekamilika
na hajaweza kutambulishwa ni mwamba anayejulikana kwa jina la anaitwa Mamadou Sai. Mamadou Sai huyu ni mshambuliaji namba 9 aliyekuja kuchukua nafasi ya Steven Dese ambaye Simba wameachana naye na amejiunga na kikosi cha Al Nassr ya kutokea katika taifa la Libya. So upande wa Mamadou Sai pia ni mmoja wa wachezaji ambao Simba imewasajili kutokea APR ya Rwanda na ni mmoja wa wachezaji ambao wanakuja kuongeza nguvu zaidi. So hao ndio nyota wanne ambao usajili wao umekamilika, lakini bado hawajaweza kutambulishwa katika upande wao. Kila mmoja atatambulishwa kwa muda wake, lakini ni nyota ambao kwa hivi karibuni wanapaswa kutambulishwa kabla ya tarehe 24 wakati ambao Simba wana mechi yao muhimu zaidi. Lakini wapo wachezaji nyota wawili ambao bado wamesalia kwenye mipango ya Simba. Mmoja wao ni Idris Diomande ambaye Simba wanamtaka pia kutokea Singida, pamoja na bwana mkubwa anaitwa Genino Parase. Huyu ni kiungo kutokea timu ya Stellenbosch ya kutokea Afrika Kusini. Mwamba ana ubonda kweli kweli, anacheza namba 8, anacheza namba 10, anacheza namba 6. So kwenye maeneo yote, kwenye eneo la kiungo yote ana uwezo wa kuzima, na Simba wanamtazama kama chaguo lao la kwanza, na kocha Steve Barker naamini priority yake ni kupata mchezaji wa namna hii ambaye ana uwezo wa kuja kusaidia timu na kufanya makubwa zaidi. Huu ndio usajili ambao Simba wanakwenda kukamilisha katika hili dirisha dogo la usajili. Nyota wasiopungua 7 mpaka 8 Simba inakwenda kuwasajili, na mpaka sasa walio sign na wale ambao tayari wametambulishwa wanakamilisha idadi ya wachezaji 7. Bado Simba wapo katika sehemu ya maboresho makubwa kwenye kikosi chao, wakati ambao nyota wengi wanaondoka katika upande wa kina Shamu, akina Maema, akina Mutare, akina Wesu wameondoka, akina Jincha Zaua, akina Mukwara, wapo wakina Mzamiru Yasini. So Simba wamedhamiria msimu wanabomoa kikosi, lakini wakati huo wanatengeneza kikosi kipya. Nani unatamani atambulishwe mapema kuisaidia Simba kwenye mchezo wao wa ligi ya mabingwa, lakini ni nani ambaye unatamani moja kwa moja aendelee kubakia kwenye wengi ambao wanaondoka na ambao tayari wameondoka? Endelea kufuatia Sky Media ili kwanza kuzidi kufaika na kuzitazama taarifa zote kwa kina, na ukumbuke na ujue kwamba kila mchezaji anayekwenda kutambulishwa moja kwa moja update zake na taarifa zake unazipata hapa hapa. Tukutane katika wakati mwingine.